Wamepoteza maisha yao katika eneo la Kariandusi kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru. Ajali hii iliyotokea baada ya matatu moja kuigonga trailer kutoka nyuma, na katika ajali nyingine watu 20 wamejeruhiwa kwenye ajali iliyotokea eneo la tunnel kwenye barabara ya Muhoroni. Walionusurika wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti nchini. Mwanahabari wetu Mary Kyalo anatufungulia taarifa hizi na taarifa hiyo. Wingu la simanzi limeendelea kutanda nchini baada ya ajali tatu tofauti kutokea. Katika ajali iliyotokea katika kaunti ya Nakuru, eneo la Kariandusi, kaunti ndogo ya Gilgil, watu 10 walipoteza maisha yao, huku wengine 5 wakipata majeruhi baada ya matatu ya abiria 14 kupoteza mwelekeo na kugonga lori la masafa marefu lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Kwa sababu nimeona nimejua the problem na ninaweza move pole pole. So nilirudi kwa gari ndani, ngurumisha gari. During that time, as I started moving, I was moving very slowly, going to a secure place. Just it happened like a flash. Nikasikia something tu hit huko nyuma. So ilibidi nisimame tena, nishuke ni find out what happened. So niliposhuka ndio nikasuka kuangalia kuna gari imeniingia nyuma. Na ni gari ya abiria. So I was shocked beyond nilikuwa extremely shocked. Kulingana na OCPD wa Gilgil Wilson Mwakio, kulitokea ajali nyingine katika eneo hilo ambayo ilisababisha mtu mmoja kupoteza maisha yake na iliyohusisha gari ndogo. Watu 11 wakipoteza maisha yao katika kaunti ya Nakuru leo, miili yao ikipelekwa katika hifadhi za maiti. Kuna accident ya gari ndogo ambayo ilikuwa inatoka Nairobi. Kwa bahati mbaya tena, about 100 meters nyuma ya mahali hiyo matatu iligongana, ndio ikagonga tena na tukapoteza mtu mmoja. Katika ajali nyingine, watu 20 wanauguza majeruhi baada ya ajali iliyohusisha basi 2 za abiria na trailer katika barabara ya Muhoroni Lodiani Junction katika kaunti ya Kericho. Majeruhi wakipelekwa katika hospitali ya Fort Tenan kwa matibabu zaidi, huku waliokuwa katika hali mahututi wakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kericho. Gari yetu ilikuwa iko on slow mode. Tukasikia mara kidogo tumesikia tu ba. Tukiangalia nyuma tukaona driver wetu amegongwa. Tukiangalia nyuma tuona watu wa nyuma wanakuja mbele. Hii si coach ndime tugongana nyuma. Manake sisi tulikuwa mbele. Amebeba mzigo akabeba paka watu. Parcel. Tangu gani parcel imebeba mzigo na watu? Madereva sasa wameshauriwa kuwa waangalifu haswa msimu huu wa sikukuu ya Pasaka. Mary Kyalo, Undugu TV.